I say, afadhali upate HIV kuliko kuwa na ugonjwa wa kisukari. Haya ni maneno ya client wangu mmoja ambaye alikuja analalamika kwamba amechoshwa na ugonjwa wa kisukari, kwamba afadhali mtu mwenye HIV akiwa mwaminifu kwa dawa anaweza akaendelea na maisha yake akala kila kitu na asiwe na hizi changamoto ambazo mgonjwa wa kisukari anateseka nazo, kwamba licha ya kuwa mwaminifu wa dawa za kushusha sukari bado atashangaa ganzi zinamwandama, anakosa hamu ya tendo la ndoa, anaishiwa nguvu za kiume. Anashangaa miguu inachoma choma, anashangaa macho yanamsumbua, mara ambiwe figo zake zimeanza kuwa na utendakazi hafifu. Sasa inachosha. Afadhali tu mtu ujue kwamba mimi nikomeza dawa na kuendelea kujitunza kuliko mara huku pia nakosa hata option ya kula vyakula ninavyovipenda. Ni kila wali tu sukari inapanda, mambo yanabadilika. Sasa ni ugonjwa gani huu? Nilimwambia pole sana na naelewa unachokisema. Manake alikuwa ameteseka na huu ugonjwa kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Ana changamoto ambazo kusema na kweli zinapungua zinarudi, zingine haziondoki kabisa, sana sana zinazidi kuwa sugu. Sasa sikiliza, nilimshauri kitu gani? Cha kwanza nilimwambia unapata hizo changamoto kwa sababu kwa maisha yote tokea umepata kisukari umekuwa ukifanya tiba za kuishi na tatizo, unafanya management ya ugonjwa wa sukari. Kwenye management huwezi kukwepa utegemezi wa dawa za kila siku. Kwenye management huwezi kukwepa athari za hapa na pale za ugonjwa wa kisukari. Kwenye management bado huwezi ukajiachia sana kwenye vyakula kwa sababu sukari bado unakuwa umeulea ugonjwa. Lakini pia zile athari kubwa za ugonjwa wa kisukari bado unakuwa kwenye riski ya kuzipata kwa sababu ugonjwa wa kisukari unakuwa haujaondoka kwenye mwili wako. Sasa nikampendekezea njia moja ambayo nimekuwa nikizungumza sana kwenye makala zangu, kwamba kwa nini usifanye reversal program? Kwa nini usifanye program za kutokomeza tatizo liweze kuondoka? Kwa sababu tatizo likiondoka, sukari haikusumbui tena. Uhitaji kumeza dawa za kila siku. Changamoto zilizokuwa zinakusumbua nyingi zitaondoka na zile hata kubwa zingine haziwezi kukupata kwa sababu umereverse ugonjwa wa kisukari. Kwa kuna approach mbili mgonjwa wa kisukari anaweza akachagua. Aidha alivike kwenye kulea ugonjwa wa kisukari, ni kweli inaweza kuwa ni hatari, ikawa afadhali kwa mtu ambaye ana HIV ambaye akizingatia tu dawa anaweza kaishi miaka mingi bila miiko mingi na mateso mengi kama mgonjwa wa kisukari ambaye analea tatizo na bahati mbaya anakuwa anapata changamoto nyingi sana. So unapofanya program za kureverse, za kurudisha, unajua ugonjwa wa kisukari ni multi-staging disease. Ni ugonjwa unaojijenga hatua kwa hatua. Juzi nilitoa makala nikawaambia kwamba ugonjwa wa kisukari huwa unajijenga kwa hatua. Kwa mfano, siku ukigundulika na ugonjwa wa kisukari ni hatua ya pili ya ugonjwa. Hatua ya kwanza huwa ni pre-diabetics. Unaweza kukaa nayo miaka 10, miaka 20, miaka 15, miaka 5 ukawa unapata vidalili ambavyo havihusiani na ugonjwa sana. Ukiambiwa hii labda ni hatari ya kuja kupata sukari baadaye, unaona kama watu wanakuza mambo. Sasa mtu ana shida tu ya uoni hafifu, anasemaje anaweza kuwa anapata sukari. Mtu anavisunzua tu shingoni, wanasemaje kwamba anaweza kupata ugonjwa wa kisukari. Mtu tu ameongezeka, kitambi kimekuja, unamwambiaje kwamba ni riski ya kupata kisukari. Mtu tu amepata mvurugiko wa hormone, mtu tu anamaliza kula chakula anachoka. Yaani ni dalili ambazo huwa hazieleweki. Hiyo huwa ni stage 1 ya ugonjwa, ni pre-diabetic. Ukipima sukari haionekani. Alafu ukija kugundulika ugonjwa wa kisukari ni step 2. Ukiendelea na dawa, baadaye zinaanza kugoma dawa, unaanza kubadilisha makundi ya dawa, changamoto nyingi zinaongezeka. Hiyo ni stage 3. Baadaye unaenda stage 4 ambayo unahitaji madawa mengi, changamoto nyingi zinakusumbua. Kadri unavyoendelea unazidi kuathirika zaidi, na usipokaa vizuri wengine wanapata mpaka makundi makubwa ya dawa, wanameza dawa na sukari bado haishuki. Na unaweza kwenda mpaka stage za juu ambazo anayekuhudumia sio wewe tena. Wanahitaji ndugu zako, wanashinda hospitalini, mara unateseka na hiki na kile.
Unapokuwa unafanya management, unalea ugonjwa, unaweza kuwa kwenye riski ya kufikia hizo stage za juu ambazo ni mbaya. Lakini ukichagua kufanya reversal program, tunasema unaanza kutoka stage uliyopo, kama ni stage 4 unarudi stage 3, stage 2, stage 1, baadaye stage 0, level ambayo si mgonjwa wa kisukari. Hata ukifanya vipimo vikubwa tatizo halionekani, hata zile dawa hazina ulazima tena, zile changamoto hazikusumbui tena. Halafu baada ya hapo unaendelea kujitunza, umeshapata hekima wewe ya kuishi kiafya, hautarudi kula ovyo kama wa zamani. Ingawa kwa vile tatizo lishaondoka, unaweza ukawa na siku chache za kuwa na kula vyakula ambavyo zamani ulikuwa huwezi kuvitumia kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo nikamwambia jipe muda, inaweza kuwa ni miezi 6, inaweza kuwa ni mwaka mzima, lakini ndani ya siku 90 tu ukianza kufanya utapata matokeo makubwa ambayo wewe utajiona umepona. Lakini ukiendelea kufanya itafikia sehemu sukari itaonekana iko normal kabisa, hata kwenye vipimo vikubwa vya maabara kama HbA1c, OGTT, vipimo vya homa IR kwa ajili ya kuangalia upinzani wa insulin kama bado upo. So nani asiyependa kupitia hiyo stage? Kwa hiyo ndio ushauri ambao nilimpa kwamba jipe muda, jipe mwaka mmoja. Kama utapata matokeo ndani ya miezi 3, good. Kama utapata matokeo ku reverse ugonjwa ndani ya miezi 6, good. Lakini kwa vile umeteseka miaka mingi, jipe sasa kipindi cha kuondoa huu ugonjwa. Lakini kama utaendelea kuulea huu ugonjwa, utabaki kwenye hatari zile zile ambazo unaziogopa. Unaona afadhali hata mwenye HIV kuliko mateso ya ugonjwa wa kisukari. Wewe una maoni gani kuhusiana na hili? Mimi huo ndio ushauri ambao nilimpatia, na nimekuwa nikiwapatia watu wengi na kuwapa program na kuwasimamia. Wengi wana reverse ugonjwa wa kisukari na wanafurahi sana. Wanarudisha furaha zao na wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Kama na wewe ungependa kupata program za namna hiyo, unaweza kujiunga na hizi program zetu. Unaweza kufollow kujifunza zaidi, lakini tunaweza tukawasiliana ukapata program za tokomeza kisukari. Ama unaweza kujielimisha mwenyewe ukaanza kufanyia kazi. Una nafasi kubwa ya kureverse ugonjwa wa kisukari kuliko kuendelea kumanage ukawa unalea vitu vingi. Mimi ni Sam Nature, turudi kwenye nature, turudi kwenye asili, back to nature.